halmashauri ya jiji la Arusha ni miongoni mwa miji 45 wanufaika wa mradi wa uboreshaji wa miundombinu ya miji Tanzania, yani TACTIC. Jiji hili lipo katika kundi la kwanza ya utekelezaji yenye miji 12, ambapo tayari miradi ya awamu ya kwanza ya barabara na mitaro yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 20 ilianza kutekelezwa kwa kusaini mikataba ya ujenzi mwezi Septemba 2023. Mheshimiwa Mwenyekiti, kukosekana kwa wakandarasi wenye vigezo kupitia zabuni zilizotangazwa Machi 2024 katika miji 4 kiwemo halmashauri ya jiji la Arusha, serikali imetangaza zabuni ya kumpata mkandarasi kwa mara ya pili, yani re-advertisement, tarehe 11 Machi 2025. Mchakato huu unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi Aprili 2025, ambapo mshindi atatangazwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji unatarajiwa kuanza mwezi Mei mwaka huu 2025, ambapo ujenzi huu unatarajiwa kuwa wa mwaka mmoja na unatarajiwa kukamilika ifikapo Mei 2026. Asante. Mheshimiwa Gambo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunafahamu kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan ametutafutia mradi wa TACTIC kwa ajili ya kujenga stendi hii na fedha zipo. Sasa maswali yangu mawili madogo ya nyongeza. Tumekuwa tukipata majibu ya serikali ndani ya bunge hili ambayo hayatekelezeki zaidi ya mara 4. Je, Mheshimiwa Naibu Waziri yuko tayari kujiuzuru endapo ikifika Mei mwaka huu mkandarasi haja kwenda site kule Bondeni City kwa ajili ya kuanza ujenzi wa stendi ya kisasa? Lakini la pili, kumekuwa na baadhi ya viongozi wamekuwa wanatoa kauli za kwamba mchakato wa ujenzi wa stendi umekwama kwa sababu ya mbunge. Je, serikali iko tayari kutoa majibu kwa wananchi wa jimbo la Arusha mjini? Ni nini hasa kinakwamisha kuanza kwa ujenzi wa stendi? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya serikali. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nianze kwa kumhakikishia Mheshimiwa Mrisho Mashaka Gambo, mbunge wa Arusha mjini, kwamba tunafahamu ni kweli serikali imekuwa na dhamira ya dhati kama ilivyo dhamira Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutenga mabilioni ya fedha kwa ajili ya ujenzi wa stendi na miundombinu mbalimbali katika jiji la Arusha. Na ni kweli kwamba baadhi ya miundombinu kazi imeanza, lakini tunafahamu sana umuhimu wa stendi ya pale Bondeni City katika jiji la Arusha, lakini lazima taratibu za manunuzi zifuatwe. Serikali ilitangaza zabuni, wazabuni walipatikana, lakini hawakukidhi vigezo kwa mujibu wa sheria na taratibu za manunuzi. Na serikali singeweza kuendelea kumpa mkandarasi ambaye hajakidhi vigezo, ingekuwa ni ukiukaji wa sheria. Kwa hiyo nimhakikishie tu Mheshimiwa mbunge kwamba dhamira ya serikali ni thabiti, iko pale pale, na sasa tuko hatua za mwisho za kumpata mkandarasi, na tunaamini ifikapo Mei mwaka huu ujenzi utaanza na utakamilika ndani ya wakati ifikapo Mei mwaka ujao 2026. Lakini pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, si kweli kwamba Mheshimiwa mbunge wa Arusha mjini ndiye anayekwamisha ujenzi wa stendi ya Bondeni City. Si kweli, kwa sababu taratibu za manunuzi zimekuwa zikiendelea na kumekuwa na mapungufu kwa makandarasi waliopatikana, na serikali imeendelea kuhakikisha kwamba inafanya re-advertisement ili mkandarasi sahihi kwa mujibu wa sheria apatikane. Kwa naomba niwahakikishie wananchi wa jiji la Arusha kwamba Mheshimiwa mbunge wa jimbo hilo amekuwa akifuatilia mara kwa mara, na serikali hii sikivu ya awamu ya 6 itahakikisha inatekeleza mradi huo kwa wakati. Asante. Mheshimiwa Suma Ikenda Fyandomo.